ripoti za TRC Mzundu TV zinaripoti kutokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Kabukundani, na lengo hasa kubwa iliweza kutufanya tuweze kusafiri umbali mrefu tufike hapa ndani ya viwanja hivi vya shule ya sekondari Kabukundani ni kuja kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo yanayohusiana na mfumo wa SCIS. Na kama ambavyo unajua ndugu mpenzi mtazamaji, wiki ni ya pili tuko katika hali ya kufanya mafunzo kupitia shule mbalimbali kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu wa shule za msingi, lakini na walimu wa shule za sekondari kuhusiana na namna bora ya kutumia mfumo huu wa SCIS. Na kwa kwanza hapa tumefika hapa ndani ya shule ya sekondari Kabukundani kwa ajili ya kuwajengea uwezo walimu wa madarasa, lakini na walimu wenye vitengo tofauti tofauti. Mgeni rasmi ambaye anakwenda kutufungulia mafunzo haya ambayo yanafanyika hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya sekondari Kabukundani ni afisa elimu wa kata ya Kabukundani, naye tupo naye hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa bin sawia. Kama ambavyo nimekujuza ndugu mpenzi mtazamaji, tumeambatana na mtaalamu ambaye atatupitisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna bora ya kutumia huu mfumo wa SCIS, kuangalia watoto watoro, lakini kuita majina, lakini kuingiza majukumu yao mbalimbali. Nami sambamba twende madarasani tukasikie wawezeshaji ambao tumeambatana nao ambao wanakwenda kuwajengea uwezo walimu wa hapa shule ya sekondari Kabukundani. Karibuni sana, twende tukaone. Kama walimu wa darasa, hizi taarifa nisema waliweka madarasa na wanaweka kwa mwalimu wa takwimu. Leo hii itamhusiana na uwezo wa credit, wengine tutakuwa tunaona mali. Sawa, tuachane na hii class operation ambayo ndio mimi tutakayokuwa tutaitumia zaidi, class operation na assessment score. Sasa class operation ya mwaka jana ilikuwa inatusaidia kuona kuita majina kuletea kwa mwili ukishachagua kimene inakuletea darasa. Ulipoandika kule kwenye topi ya mkuu, huyo ni mwalimu wa kufua, atachagua kufua na kufungua hizi mengi matokeo hapa ambao tunasaini na ukulu wa hii kwa sababu nishatumia na hii hakuna shida. Yule ambaye hayupo na ndio chini kabisa tunasema. Sasa hivi absence follow-up inafanya kazi. Unajua siku 3 mfululizo kwa mwaka jana tulikuwa tupate indicator yote, sivyo? Kwa mwaka huu utapata indicator. Siku 3 mtoto hayupo, email itakuwa inakutaka ufanye kazi. Itamhamisha mtoto moja kwa moja inamleta hapa, kwamba huyu mtu anahitaji kufuatiliwa. Mfumo wenyewe utakulazimisha kuingia hapa na kuleta, kwa sababu wanasema inabadilika rangi, kwa tutashuhudia hata utendaji. Nitakutaka ufanyie ufuatiliaji, na utakapofanya ufuatiliaji utahitaji ripoti. Sawa, hapa siongei sana kwa sababu tunajua, lakini mwaka huu ni tofauti. Siku ikipita huwezi kuita tena majina. Mwaka jana ilikuwaje? Unaweza kuita majina ya jana leo? Basi na mwaka huu ndio sawa. Ufuatiliaji umepewa kipaumbele, lakini kingine ni assessment follow-up. Assessment follow-up itakuletea kuandika test. Kwa mwalimu utakuwa na nafasi ya kuona, mwalimu wa darasa utakuwa na nafasi ya kuona mitihani yote kwa masomo yote wanaosoma watoto wako. Kwa kama mwalimu wa somo fulani hajatoa test au hajajaza alama, wewe una nafasi ya kuona. Kwa kama ni test zile za wiki, nitakupa test na una uwezo wa kuona score za watoto hapa.
sawa, itakuletea taarifa za watoto wote na alama utaangalia, sawa, kama kazi imefanyika. Lakini huyo ni mwalimu wa nini, wa darasa. Lakini inakupa kwa kuchagua masomo. Huyu mwalimu wa darasa kama nilivyosema, ana uwezo wa kuona somo lolote hili. Kama mwalimu amejazia wanafunzi alama, akaona. Kama hajajaza, mwalimu wa kawaida huwezi kuona haya masomo yote, utaona somo lako. Na hiyo utakuwa na assessment score ya somo lako, ila utakosa nini, attendance. Umeelewa? Hapa kwenye hizi menu, mwalimu wa somo kawaida utakuwa na attendance, utakuwa na absent follow-up. Wewe utakuwa na assessment follow-up, behavior, subject, sawa? Hivi repeater utakuwa nayo. Kwa sio kuingia kwenye menu yako, unaona imeanza na assessment follow-up, hakuna attendance. Kaanza kuona tofauti. Attendance ataiona mwalimu wa darasa, absence follow-up mwalimu wa darasa. Wewe itaanza na nini? Assessment ambayo itakuruhusu kuingiza alama au kuangalia matokeo ya watoto wako. Behavior follow-up, mwalimu wa somo una nafasi ya kutoa maoni ya tabia ya mtoto kwenye somo lako. Tabia yake iko nzuri, mbaya, dhaifu. Yale maoni ambayo tunatoa kwenye ripoti. Kwa hiyo hapa ndio tunapomsaidia mwalimu wa nini? Masomo. Sasa subject itakufungulia orodha yote ya watoto. Je, anasoma masomo gani? Unakuja kujua. Anasoma lolote ile Aisha amewekewa? Bado. Sawa? Hii kazi anaifanya mtaaluma na mkuu ya kumpangia huyu Aisha masomo. Ndio Aisha akishapangiwa somo, wewe una uwezo wa kujua mwalimu wa darasa huyu anasoma somo gani? Aikia kusema kwa taaluma na mkuu. Nimeshasema wa taaluma na mkuu. Sio yote. Sawa? Hivi ni subject kila mwalimu wa somo atakuwa nayo. Samahani kidogo. Nilikuwa masuala lakini mtaaluma tusipomsaini mtoto somo hilo la kusoma maana hata kufanya mtihani. Kesi. Mtoto kasoma somo lakini kwenye mfumo hayupo. Kilio kinaanza. Wewe nyingine hapa kuna behavior assessment na behavior. Sawa? Tabia yake kwa ujumla huyu mtoto ambao nadhani walimu wa darasa anatoa hayo maoni. Hapa behavior assessment ni mwalimu wa somo utawasaini, utachagua mwanafunzi Aisha nani? Ndio. tabia hizi hapa. Hivi behavior assessment utachagua mtoto tabia yake ukiandika unasema
tunayoifanya hapa, unaiona iko kubwa, lakini unachagua na ile unachagua hii ataifanya kila mwalimu asome. Sawa, kila mwalimu sio ya lazima. Kwa mfano mwanafunzi huyu katika kuchagua hii hiyo inaendana na alama kutoka kwa mtoto. hii ya tabia, yaani kwa ujumla wale wanaofundisha mtoto karibu masomo tunatoa kama assessment form. Kwa hiyo aisha kafanya acceptance ya reasonable demand even though ndio utachagua. Sasa watoto pia ukimaliza masubmiti zote hizi zinakuja kuonekana wakati wa matokeo. Sawa, wakati wa nini? Wa matokeo. Mwalimu wa darasa atakuwa na repeaters wale ambao wanarudia. Timetable ni kwa wote. Kama ikifanywa kazi hizi tunazoona hapa, tunalipata somo, muda, mwalimu wa somo, hivyo Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka Ijumaa, na uwezo wa kufikia katika raha. Hiyo ni class operation. Kuna swali kwenye class operation. Zile zote tunaona zinafanya kazi. Hiyo ni kwa wote. Pia mwalimu wa darasa na mwalimu wa kawaida ndio tunataka kufanya nazo hizi. Kuna swali kwenye hizo nini kwa class operation? Hakuna. Hiyo nimesema ni mwalimu wa darasa tunapatana nazo. Assessment score ambayo ni nini? Ukifungua sasa, huyu ni mwalimu wa form 4. Sawa? Lakini kama ana darasa lingine anafundisha, yote ataonekana. Labda anafundisha form 2, ana form 1, madarasa yake yataonekana. Sawa? Akishaona darasa lake anakuja mark eki, atachagua mtihani, ataanza action. Somo analofundisha tulipatia somo hata somo maana hapa Ikebe na kaunti ya Mkundu kukamia darasa analofundisha. Takuletea hapa viatu unavyofundisha. Baada ya hapo, yeye tayari kiti iko kwenye control, sababu kuna masaini control. Akichagua back end, mtihani anayopaswa kujaza itaonekana hapa. Ana add, atachagua somo, itakuja somo lake analofundisha kidato cha 4 ndio. Sawa? Sawa.
mwanafunzi ambaye alipangiwa kusoma geography. Sawa? Na tuwezi kuona nani anasoma geography. Ingekuwa kuna mwanafunzi amepangiwa anasoma geography, kwanza ingefungua orodha pamoja kwa moja. Hawa wote wanasoma geography. Kwa hiyo kuna kazi bado inahitajika kufanyika, sawa? Lakini ikishafunguka tu, yaani ukija kwenye jina la mtoto unakutana na kalamu ya kuandika score na tunaingiza alama. Ukiingiza alama itafunguka. Ukiingiza alama inakupa grade. Kwa alama uliyoingia ina daraja gani. Kwa hiyo sababu bado hatujapanga hatua kwenye masomo, itatumia nguvu kuona nini? Orodha. Katika score ndio moduli ya mwisho ya wote, na ni nyepesi, haina shida. Kwa sababu ukishacha bonyeza enter score itakuletea madarasa unazofundisha na mtihani. Je, unataka mtihani gani? Hapa sisi tumesajili test 1, lakini kati atakapoingiza mtihani yote itaonekana hapa. Atachagua aina mtihani, atabonyeza add. Ukishabonyeza nitakwambia uchague somo. Sasa kama wewe kuna masomo mawili au moja, sio somo lako litakuja, utaingiza alama. Kwa mfumo huu mpya sisi, tafsiri yake ni kwamba mwalimu wa darasa hana kazi tena ya kucompile matokeo au mtaaluma. Sawa? Yaani matokeo yamechelewa, unamjua ni nani aliyechelewesha matokeo. Sio ile tayari mimi nimeshafanya kazi yangu na kuelekea mtaaluma ili aunganishe. Hapana, kila mtu atafanya kazi yake kwa wakati wake. Yamechelewa, mwalimu wa darasa ana nafasi ya kuona nani anaingiza matokeo kwenye mtihani huu. Kazi yake ni kumweleza mtaaluma, unajua anayechelewesha matokeo hapa ni mwalimu fulani, bado hajaingiza. Kwa mfumo huu uko wazi, anapunguza majukumu. Lakini sasa nimemaliza. Labda kama kuna swali, naamini wakati wa utendaji unaweza kukutana na changamoto. Wapo watu mtawaulizana yenyewe, haitashinda kupata majibu. Unahitaji ufafanuzi zaidi, naweza kuzitafuta. Nikiripoti tokea hapa ndani ya viunga hivi vya shule ya Kapukundani, mimi Chisco wa TRC Tundu TV and NDC.